ukiwa unaiona ama unayaona mafanikio, morali inazidi kupanda. Lakini pia Waswahili usisahau usemi wao kwamba mzigo ukiwa unakaribia nyumbani ndio unakuwa mzito. Mzigo mzito ukiwa unakaribia nyumbani. Hapa kuna mawili. Unapokaribia mafanikio kama unaona unaweza ikawa rahisi kufikia, lakini pia pale ndio kwenye ugumu wa kufikia kile ambacho unakitarajia. Wamewahi Afrika Kusini, maandalizi kama hivyo wameanza. Ukirifaa mchezo wa kwanza kuelekea huu mchezo wa pili, pengine kunaweza kawa kuna urahisi huo ambao wanaona wao kwamba mafanikio yapo karibu, kwa hivyo wako njiani kuyafikia. Mafanikio yapo karibu kwa sababu kikwazo kikubwa hapo awali ilikuwa ni kutoka robo finali kwenda nusu finali, lakini tayari nusu finali wameshaionja, kinabakia kwenda finali. Kwa hiyo bado wapo kwenye malengo yao, na ukiangalia kwa jinsi ya timu ambayo wanayo hivi sasa Simba, uwezo wa kupambana ugenini, uwezo wa kupambana nyumbani upo. Kwa hiyo lazima ikupe ule ujasiri, na ndio maana unaona Ahmed anaongea kwa ujasiri huo kwa sababu timu yake inambeba. Sio tena unga mwana kama zile za zamani, dua zinakuwa nyingi sana, lakini sasa hivi unaona Simba anaweza kaenda kuperform ugenini, akaperform pia nyumbani, lakini aina wachezaji walionao, aina ya kocha pia walionayo pia inaweza hivyo. Lakini tunavyoongea hivi si upande mmoja. Hata wale ambao wako ni wenyeji wao nao wanaona una fursa hiyo kwamba tulipoteza goli moja ugenini, inawezekana kupindua matokeo vile vile, na wana timu hiyo kwa sababu kuna muda walituonesha kipindi cha pili kwamba wana uwezo wa kwenda kusaka goli, na kwa unaamini nao wakiwa nyumbani hawawezi tena kukaa nyuma, japo inaweza ikawa faida pia kwa Simba kama hawatokaa nyuma, kwa maana ya transition zile wakapishana. Simba pia ana wachezaji wazuri wa kuweza kupishana na waweza kupata kitu. Kwa hiyo ni mchezo ambao una mbinu zaidi, kwa sababu goli moja halikugarantii wewe kwenda moja kwa moja finali. Inawezekana mkaingia japokuwa kuja nusu finali Stellenbosch ametumia goli moja tu. Angalia mazingira ya goli. Kwanza 0-0, alafu pili goli linakuja kupatikana mazingira ya jioni, tayari Waarabu wameshatepeta. Lakini hii bado inawapa nguvu Stellenbosch kwamba wanaweza wakapushi. Lakini pia Simba anaweza kupata goli lingine likafanya mchezo ukawa rahisi zaidi. Nilikuwa napita mitandaoni hapa, naona kuna taarifa ya shirikisho la mpira barani Afrika, CAF. Wao wamefanya mabadiliko ya refa. Unajua refa alitangazwa jana kama nakumbuka, ambaye atachezesha mchezo huu baina ya Stellenbosch na Simba Jumapili. Awali refa aliyepangwa alikuwa anaitwa Amini Omari kutoka Misri, lakini leo muda si mrefu nimeona taarifa kwamba wamebadilisha kutoka yule na kwenda kwa refa mwingine ambaye anaitwa Mohamed Maarufu. Mohamed Maarufu Idi Mansuri, ambaye naye pia anatokea Misri. Sababu haijulikani. Hawajaweka wazi sababu. Hawajaweka wazi CAF wenyewe, lakini wao wana mandate ya kuona nani ni nani. Pengine kuna dharura imemkuta, inawezekana muuza aliyepangwa awali kwamba sasa vipengele hivi emergency vingekuwa kwenye dabi, labda taharuki ingekuwa kubwa, lakini CAF wao wanajua na Simba wao wanajipanga na mchezo kuhusu uamuzi na vitu vingine. Lakini pia huyu Amini Omari ambaye amepewa mchezo ndiye ameshakutana na Simba mara kadhaa, kwa maana ya kuchezesha mchezo wao. Na moja ya mchezo ambao waliuchezesha ulikuwa ni dhidi ya Horoya, kama tunakumbuka, ligi ya mabingwa 2013-14. Horoya akapigwa 7. No, ilikuwa ugenini. Simba akapasuka 1-0. Lakini pia amechezesha mchezo mwingine dhidi ya Simba hapo nyuma, ilikuwa ni dhidi ya ASEC nadhani, kama hicho, sare ya 1-1. Kwa hiyo urefa tokea amechezesha michezo ya Simba ilikuwa 23-24. Tokea amechezesha michezo ya Simba hajawahi kuibuka kidedea kwamba kushinda mchezo. Lakini pia alikuwa refa wa akiba katika mechi dhidi ya Horoya msimu ule ambao Simba alishinda goli 7. Kwa hiyo sasa mabadiliko kwenye upande wa refa wa wakati, lakini kwenye VAR na maeneo mengine mabadiliko hakuna. Kwa hiyo ni taarifa ambayo nimeona niipitishe katika jioni hii imeingia. Kwa hiyo sidhani kama inaathiri sana
kwenda Simba kufanya jambo lao. Kama umejiandaa vizuri, hata refa awe nani, unaweza tu. Unaona kama ile, unakumbuka goli la Zimbwe lile la kama anapiga cross afu imo Constantine, hata refa pale uwe nani, hata uwe hauna labda matokeo mazuri na hiyo club, kama watu wamejiandaa vizuri wanaweza wakashinda. Hicho ndio kitu labda cha tofauti kidogo ambacho kimetokea kwenye mchezo, lakini the rest ni kawaida. Timu wamefika mapema, wanajiandaa mapema, tayari unaona wako hoteli nzuri 5 star hiyo, wamerelax. Kwa hiyo bakia wao tu kwenda sasa kuamua dakika 90 ziwe dakika 90 za aina gani.